Kuna taarifa ambazo zimezua gumzo katika taifa hili letu la Tanzania asubuhi ya leo na mchana wa leo. Mtazamaji, Peter Msigwa aliyesaliti Chadema baada ya kununuliwa na CCM ya Samia Suluhu. Sasa baada ya CCM kumtenga katika nafasi za kazi serikalini na akaweza kunyimwa kupatiwa nafasi ama ofisi yoyote ile, sasa Msigwa ameanza kujipendekeza tena kwa Tundu Lissu na Chadema. Peter Msigwa sasa amtetea Tundu Lissu na kusimama upande wa Chadema katika kesi ya uhaini licha ya kuwa upande wa serikali CCM chini ya Samia Suluhu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kuonyesha na nikutaarifu ripoti hizi kwa urefu na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imechukua sura kubwa na ya kihisia, huku Peter Msigwa akiibuka tena katikati ya mabishano na gumzo. Safari hii akionekana kuelekeza sauti yake kwa aliyekuwa mshirika wake wa zamani wa kisiasa Tundu Antipas Lissu. Mara baada ya kuonekana kuwa mkosoaji mkubwa baada ya kuondoka upinzani na kujiunga na CCM, Peter Msigwa sasa anazungumza kwa namna ambayo imewashangaza wafuasi na wakosoaji. Matamshi yake ya hivi punde yameibua mjadala mkubwa nchi nzima, hasa kutokana na safari yake ya kisiasa kutoka Chadema hadi CCM na sasa hivi kufanya kile ambacho wengi wanakitafsiri kuwa ni kurejea kimya kimya upande wa Chadema kutaka kupokelewa baada ya kuweza kutengwa ndani ya CCM. Katika siku za hivi karibuni, Peter Msigwa ameeleza hadharani kusikitishwa na misukosuko ya Tundu Lissu ya kisheria mahakamani, hususan kesi yake ya uhaini ambayo imekuwa ikicheleweshwa mara kwa mara na kuongezeka kwa uchungu wa umma. Maneno yake Msigwa yalibeba sauti ya uelewa na uharaka, ikiashiria kuondoka kwa msimamo mkali unaotarajiwa mara nyingi kutoka kwa wanachama wanaofungamana na chama tawala cha CCM. Wafuatiliaji wa mambo wamebainisha kuwa mabadiliko hayo yamekuja wakati Msigwa mwenyewe akionekana kutengwa kisiasa ndani ya CCM, ameshindwa kupata nafasi au ofisi yoyote kubwa ndani ya serikali licha ya kuhamia CCM. Hali hiyo imechochea uvumi kuwa Msigwa anaweza kujaribu kujenga upya madaraja ya Chadema kwa kumtetea Tundu Lissu mahakamani, chama ambacho aliwahi kukihama na kukisaliti katika mazingira ya kutatanisha. Watanzania wengi wanakumbuka kuondoka kwake kama hatua ya kimkakati inayoaminika kuchochewa na matarajio ya malipo ya kisiasa ndani ya chama tawala. Hata hivyo, matarajio hayo yanaonekana kutofikiwa na kumwacha katika hali ambayo mustakabali wake wa kisiasa unaonekana kutokuwa na uhakika na kuzidi kuwa tete. Wakati Tundu Lissu akiendelea kukabiliwa na kuwekwa kizuizini au gerezani na mahakamani na kesi za kisheria kwa muda mrefu, kauli za hivi punde za Peter Msigwa za kuonekana kumtetea Tundu Lissu na kumwombea aweze kushinda kesi zimechukua mtazamo wa kibinadamu zaidi. Amesisitiza umuhimu wa haki, utu na huruma, akihimiza kwamba tofauti za kisiasa kamwe zisifunike haki msingi za binadamu. Toni yake inaonyesha tafakari ya kina juu ya matokeo ya ushindani wa kisiasa, haswa wakati unaingiliana na shida za kisheria na za kibinafsi zinazowakabili watu binafsi. Uzito wa hisia wa matamshi ya Msigwa umegusa sehemu ya umma inayoiona hali hiyo kama ukumbusho wa hitaji la umoja na usawa katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania. Wito wake wa haki umefasiriwa sio tu kama maneno ya kisiasa, lakini kama rufaa pana kwa dhamiri, haswa katika kesi ambayo imevutia umakini wa kitaifa na kimataifa ya Tundu Lissu. Hili limemweka katika nafasi ya kipekee akipitia mistari kati ya ushirika wake wa sasa na uaminifu wake wa zamani. Hata hivyo, wakati huo huo, wakosoaji mitandaoni wamehoji muda na ukweli wa kauli za Peter Msigwa za kuonekana kumtetea Tundu Lissu ghafla. Wengine wanahoji kuwa utetezi wake wa ghafla kwa Tundu Lissu unaweza kuchochewa zaidi na uhai wa kisiasa kuliko wasiwasi wa kweli. Wanasema kutokuwa na ushawishi ndani ya CCM kuwa sababu inayowezekana ya mabadiliko hayo ya ghafla, wakipendekeza kwamba anaweza kutafuta umuhimu kwa kujiweka sawa na sababu inayoendelea kuamrisha huruma ya umma. Pamoja na lawama hizo, Peter Msigwa ameendelea kusisitiza kuwa msimamo wake umejikita katika misingi badala ya kujinufaisha kisiasa. Ameangazia umuhimu wa kutenganisha mizozo ya kisiasa na masuala ya haki, akisisitiza kuwa kila mtu anastahili kutendewa haki chini ya sheria. Ujumbe huu umegusa hisia kwa wale wanaoamini kuwa mazungumzo ya kisiasa ya Tanzania yanahitaji kubadilika zaidi ya uhasama na migawanyiko. Kesi inayomhusu Tundu Lissu imekuwa kitovu cha mijadala kuhusu utawala wa sheria na uhuru wa mahakama. Kucheleweshwa kwa kesi kumezua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa sheria na watetezi wa haki za binadamu.
ambao wanahoji kuwa haki ikicheleweshwa inaweza kunyimwa haki kwa urahisi. Kuingilia kati kwa Msigwa kumeongeza safu mpya kwenye mazungumzo haya ya Tundu Lissu na kuleta umakini sio tu kwa nyanja za kisheria, lakini pia kwa mwelekeo wa kibinadamu wa kesi. Katika tafakari yake hiyo, Msigwa pia amesisitiza nafasi ya uelewa katika uongozi, akipendekeza kuwa nguvu ya kweli inatokana na uwezo wa kuondokana na tofauti za kisiasa na kutenda kwa kuzingatia haki. Matamshi yake Msigwa yameonekana na baadhi ya watu kama jaribio la kufafanua upya utambulisho wake wa kisiasa, kuondoka kutoka kwa uaminifu wa mrengo wa Chadema kuelekea mtazamo unaoongozwa na maadili zaidi. Kuondoka kutoka kwa uaminifu wa mrengo kuelekea mtazamo unaoongozwa na maadili zaidi. Ikiwa mabadiliko haya yatakubaliwa na umma bado ni swali wazi na zito. Wafuasi wa Tundu Lissu wamepokea kwa furaha maneno ya Msigwa, huku wengine wakionekana kutoyafurahia, wengine wakiyaona kama ishara kwamba hata wale walio ndani ya chama tawala wanatambua hitaji la haki katika kesi hiyo. Hii imeunda wakati adimu wa muunganiko katika mazingira ya kisiasa yenye mgawanyiko mwingine, ambapo sauti kutoka pande zote mbili tofauti zinaonekana kutoka mwangwi wa wasiwasi sawa kuhusu haki na mchakato unaostahili. Hata hivyo, ndani ya duru za CCM kauli za Peter Msigwa zimeripotiwa kusababisha usumbufu na gumzo, kwani zinatoka kwenye simulizi kubwa zinazozunguka viongozi wa upinzani. Hili limedhihirisha zaidi msimamo wake wa hatari ndani ya chama cha CCM, ambapo uaminifu na udhabiti mara nyingi huchunguzwa kwa karibu. Utayari wake wa kusema kwa njia hii unaweza kuwa na athari kwa msimamo wake ndani ya taasisi ya kisiasa. Wakati huo huo, umma mpana zaidi wa Watanzania unaendelea kufuatilia kwa makini matukio katika kesi ya Tundu Lissu, kwani inaashiria maswali makubwa kuhusu utawala, haki na uvumilivu wa kisiasa nchini Tanzania. Kuhusika kwa Peter Msigwa sasa katika kesi ya Tundu Lissu kumeongeza mwelekeo wa kibinafsi na wa kihisia kwenye hadithi hii na kuifanya sio tu suala la kisheria bali pia la kiakisi cha mienendo ya kisiasa ya nchi. Matukio yanayoendelea pia yameibua tena mazungumzo kuhusu maridhiano ya kisiasa na uwezekano wa kuziba migawanyiko kati ya makundi yanayopingana. Matamshi ya Peter Msigwa, yawe ya kimkakati au ya dhati, yamechangia katika mazungumzo haya kwa kusisitiza maadili ya pamoja yanayovuka mipaka ya chama. Hii imefungua nafasi kwa majadiliano kuhusu jinsi Tanzania inavyoweza kuelekea kwenye utamaduni wa kisiasa unaojumuisha zaidi na kuheshimika. Wakati hali hiyo ikiendelea, macho yote yanabaki kwa Msigwa na Tundu Lissu, ambao simulizi zao zilifungamana, zimeteka hisia za taifa. Siku zijazo zinaweza kufichua kama wakati huu unawakilisha mabadiliko ya kweli au sura nyingine katika ulimwengu tata na ambao mara nyingi hautabiriki wa siasa za taifa hili letu la Tanzania. Mtazamaji, nikitamatisha, ningependa kusikia maoni yako. Unadhani ni kwa nini Peter Msigwa sasa anajitokeza na kumtetea Tundu Lissu hadharani baada ya kumsaliti na kusaliti Chadema na kuunga mkono CCM ya Samia Suluhu? Je, unalipi la kumwambia Peter Msigwa? Upande wa comment, na kuachia upande huo wa comment unijuze maoni ama mtazamo huo wako. Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.